Katika wasaa mwingine, karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakufahamisha mengi yanayojiri duniani, lakini moja kati ya yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na Urusi yaanza mazoezi ya kijeshi ya nyuklia ya siku 3. Jeshi la Urusi mnamo Jumanne limeanza luteka za siku 3 za silaha za nyuklia zinazowahusisha maelfu ya wanajeshi kote nchini, huku Ukraine ikiongeza mashambulizi yake ya ndege zisizokuwa na rubani. Jeshi la Urusi siku ya jana ya Jumanne limeanza mazoezi ya siku 3 ya silaha za nyuklia ambayo yanahusisha maelfu ya wanajeshi kote nchini, lakini ni wakati ambapo wa Ukraine wanaendeleza operesheni yao kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuanzia Mei 19 hadi 21 vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi vinafanya mazoezi kuhusu maandalizi ya matumizi ya silaha za nyuklia iwapo kutakuwa na tishio la uchokozi. Wizara hiyo pia imesema mazoezi hayo yatahusisha zaidi wanajeshi 65,000 na aina 7,800 za vifaa na silaha, ikiwa ni pamoja na zaidi ya vifaa 2,000 vya kufyatulia makombora, ndege, meli, nyambizi za kivita na nyambizi za nyuklia, zote zitashirikishwa katika luteka hizo. Wizara ilisema pia itafanya majaribio ya kurusha makombora ya masafa marefu ya kusafiri kwa meli. Urusi aidha ilisema mazoezi hayo pia yanashughulikia masuala yanayohusiana na mafunzo ya pamoja na matumizi ya silaha za nyuklia zinazosambazwa katika eneo la Jamhuri ya Belarus. Urusi ilitangaza kuanza kwa mazoezi hayo saa chache kabla ya Putin kuwasili nchini China kwa ziara ya siku 2. Rais wa Urusi Vladimir Putin yupo nchini China sasa, na kuna majadiliano mapana ambayo yanaendelea kati ya Urusi pamoja na Uchina. Urusi na Belarus mara kadhaa hutengeneza luteka za pamoja ambazo zinajumuisha maelfu ya wanajeshi, hali ambayo bado inazua wasiwasi upande wa magharibi. Luteka hizo mara kadhaa hunuiwa kuonyesha ushirikiano wa karibu na wa kiulinzi kati ya mataifa hayo. Lakini katika luteka ya wakati huu, Belarus haitoshiriki moja kwa moja. Moja kati ya mazoezi ambayo yalikuwa yakitisha mno ni yale ya Zapad mwaka 2025 na au yale ya West 2025 yalifanyika katika nchi zote mbili. Luteka ya sasa ni luteka ya nyuklia. Ni luteka ambayo itawapa mafunzo wanajeshi wa chini wa Urusi ambao wanapaswa kujua ni namna gani ya kutumia silaha za nyuklia, na ni luteka ambayo wakati huu inatajwa kwamba ni luteka mbaya mno kutokana na kwamba silaha za nyuklia ni silaha hatari, lakini pia si wakati wa kutumia silaha za nyuklia katika nyakati hizi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinachojiri katika ulimwengu.